Zamani nilikuwa mzima natembea, lakini baadaye nikaugua, nikapigwa stroke. Kwa hiyo nilikuwa na mwanamke kanikimbia, na baada ya hapo nyumba ilikuwa imeanguka. Na hali halisi alikuwa anaishi, in short yani kwamba ni kama mtu alikuwa analala nje, sio kwamba kama alikuwa analala, yani alikuwa analala nje, maana nyumba ilikuwa imeanguka kabisa. Kilichonifurahisha ni kunijengea nyumba nzuri kama hii, tena wameniletea na godoro na kitanda, sikuvitegemea. Ni simulizi ya kuhuzunisha inayomhusu mzee Dennis Rweyabura, mkazi wa Bugabo, wilaya ya Bukoba, mkoani Kagera, ambaye kwa muda mrefu amekumbwa na misukosuko ya kiafya sambamba na kuishi nje kwa takriban miaka 10 tangu nyumba yake ipate changamoto mwaka 2016 kama anavyosimulia. Mimi jina langu naitwa Dennis Rweyabura Kabiru. Zamani nilikuwa mzima natembea, lakini baadaye nikaugua, nikapigwa stroke. Kwa hiyo nilikuwa na mwanamke kanikimbia, na baada ya hapo nyumba ilikuwa imeanguka. Pengine nyumba yako ilianguka mwaka gani na umeugua mwaka gani? Kama miaka mingapi imepita? Nimeugua mwaka 2013. Tangu kipindi hicho kuna msaada wowote uliwahi kuupata? Hamna. Sijapata msaada wowote. Na ulishawahi kwenda kutibiwa? Sikuwa na pesa, nilikuwa natumia dawa za kienyeji. Na baada ya mwanamke kukimbia ulikuwa unaishi na nani hapa nyumbani? Naishi na mtoto wangu wa dada yangu, anaitwa Christina. Na baada ya nyumba kuanguka, ilianguka mwaka gani na maisha yako yalikuwaje kwa miaka yote mpaka leo unajengea? Niliishi hivyo hivyo. Ilianguka mwaka 2016 baada ya tetemeko. Hajati Zara ni Mtanzania anayeishi nchini Uingereza, na hapa anaeleza ni kwa namna gani aliguswa na familia hiyo mpaka kuamua kuwajengea makazi ya kuishi. Assalamu alaikum. Mimi naitwa Hajati Zahara, ni mwenyeji wa mkoa wa Kagera, ninaishi nchini Uingereza. Jinsi nilivyoweza kumfahamu huyo mzee, kuna grupu moja ambalo nimo waliweka picha zake na nyumba yake ilivyokuwa imeanguka. Sasa wakawa wanatuhimiza kwamba tuchange. Nikawa naangalia labda watu watachanga, lakini nikaona nafikiri watu walikuwa hawajajikusanya vizuri. Baadaye nikaona kwa vile na muda mfupi kabla sijarudi nyumbani, bora nijitahidi niache nimemfanyia nyumba yake. Tukaja hapa kama wiki 2 zilizopita, tukamkuta, tukaongea naye, tukakuta kweli ana matatizo, na kama alivyojieleza ameugua muda mrefu, nyumba imeanguka, mke ameondoka. Basi tukaingiwa na huruma, nikaamua kwamba sasa ngoja tumjenge. Na leo tukaja kumkabidhi kabla sijasafiri. Tumemletea vitu mbalimbali, vyakula, magodoro, vitanda, yeye pamoja na mpwa wake Christina. Na Christina nilipofika hapa nikaa na mhoji, akasema mimi nakaa na mjomba namsaidia. Nimemaliza la 7 lakini sikufanikiwa kufaulu. Kwa hiyo nikaulizana, kuna jirani yao ambaye ndiye aliyetuhimiza tuje huku, akasema, nikamuuliza anaweza kufanya kitu gani. Wakawa na shauri kwamba labda aende boarding akafanye mambo ya ufundi, lakini sasa tukaona akienda boarding mjomba atakuwa hana msaada. Kwa hiyo tukaamua kwamba atafutiwe hivyo vyuo huku ajifunze, huko anarudi nyumbani anamsaidia mjomba. Ndio huyo mama akajitahidi, akaenda huko akapata fundi wa kumfundisha vireani na akatukalipia. Kwa hiyo ndio anaendelea na mambo ya ufundi cherehani. Ndio. Na pengine mama, tumeona umekuwa ukiguswa sana kufanya vitu kama hivi, sio Kagera tu, hata kwa mikoa mingine. Na watu watajiuliza kwamba nyinyi mpo nje, wengine wanafikiria kwamba mmefanikiwa. Kwa nini mnaguswa kuja kuwasaidia watu kama hao? Yaani wewe kwako kwanza ni nini kinachokusukuma kufanya hivi? Kinachonisukuma sana ni kwamba huwa sipendi kuona mtu anataabika sana. Na hii ni kutokana na mimi maisha yangu yalivyokuwa.
nilivyokuwa mdogo. Kwa hiyo baada ya kuwa na mafanikio au baada ya kukaa nje, huwa nakuja mara nyingi sana kutoa msaada pale ambapo ninaweza, kusudi kuondoa ile tabu na nikikumbuka maisha ya shida ambayo hata mimi niliyapitia. Ndio. Umefika hapo, umeshuhudia mwenyewe mazingira aliyokuwa anayapitia huyu mzee wetu. Nini ambacho ungependa kuambia watu wengine ambao wanakutazama sasa hivi? Mimi ningependa kuwahimiza watu tuweze kuendelea kusaidiana. Shida ni nyingi, nchi nyingi zina shida na hapa kwetu pia ni vile vile. Kwa hiyo tusaidiane, hasa watu ambao ni wako nje, ambao mimi ndio mmoja wao, tuweze kusaidiana. Pia na huyu mzee tusiishie hapa. Kama alivyosema anahitaji matibabu, tangia amepata stroke hajapata matibabu mazuri ya hospitali. Kwa hiyo tuendelee kumsaidia, tuendelee kumhudumia, anayeweza, atakayeguswa basi aweze na yeye kuishi maisha ambayo ni yenye unafuu au maisha mazuri. Ndio. Unajisikia faraja kiasi gani kuona umemgusa na kumbadilishia maisha yake? Tumeona leo anaenda kulala vizuri, lakini pia ametoka kwenye tabu ya nyumba iliyoanguka. Najisikia faraja sana kwamba nimeweza kugusa maisha yake. Hata kama sikummalizia matatizo yake yote, lakini kidogo nilichokifanya cha kumjengea nyumba nimepunguza kero zake. Mengine ni kumwombea Mungu kwamba aweze kuendelea kumwekea wepesi katika maisha yake, katika ugonjwa wake. Na pengine labda nimuombe mke wake kama anaona, arudi aweze kusaidiana. Kama kero ilikuwa ni nyumba, basi nyumba imesharudi. Na pia nimshukuru kwamba kwa kipindi kirefu aliweza kuvumilia, lakini ilifikia hatua labda naye akapata changamoto zake, kwa sababu kuuguza sio kitu kirahisi, inakuaffect hata kiakili. Kwa hiyo hatuwezi kumlaumu sana, ila nimshauri kama kweli bado ana upendo, bado ana huruma, aweze kurudi. Sisi tutaendelea kumsaidia yeye na mume wake kusudi waweze kukaa vizuri. Mama huyo sikuwa namfahamu, ila tu kuna Msamaria mwema ndiye aliyeniokoa. Namshukuru sana. Mwenyezi Mungu amuongezee mahali alipotoa. Kilichonifurahisha ni kunijengea nyumba nzuri kama hii. Tena wameniletea na godoro na kitanda, sikuvitegemea. Na unapenda kuambia nini kwa watu wengine ambao wanakutazama sasa hivi na pengine wana uwezo wa kusaidia kwa chochote? Nawaambia wanisaidie, watakalo wanisaidie. Binti Christina Ajuna ni mtoto ambaye ameishi na mjomba wake tangu akiwa mdogo baada ya wazazi wake kufariki. Hapa anaeleza furaha yake baada ya kupata makazi mapya ya kuishi, huku akiweka wazi alivyoamua kufanya mtihani vibaya wa darasa la 7 ili asiendelee na masomo, badala yake apate nafasi ya kumsaidia mjomba wake. Huyu mama alipokuja akaanza kuniuliza kama umemaliza darasa la ngapi. Nikasema darasa la 7. Akasema mtihani uliopita. Nikasema hapana, nilifanya vibaya ili nimsaidie mjomba wangu. Baadaye akasema usiwe na hofu yoyote, mimi nitakutafutia cherehani, Ngole yupo atakuja kusaidia. Baada ya hapo kama naangalia huko mazingira, ndo Ngole akasema twende nikupeleke kwenye cherehani. Kwa kweli ninachotaka kuambia, Mungu aongezee neema, yani tuzidi kusaidiana, mtukumbuke. Yani mimi nashukuru sana. Sina cha hapa, ndo Mungu atawalipa. Jirani naye hakusita kueleza namna walivyoguswa na mzee huyo mpaka kufikia hatua ya kutuma picha zake kwenye mitandao ya kijamii ili apate msaada, jambo ambalo anasema kwake limezaa matunda. Kwa majina naitwa Brides Joven Kaijage. Huyu mzee ni jirani yangu. Kwanza tulivyokuja kumuona mpaka tukaguswa, mume wangu alimtembelea siku moja kwa anatoka kanisani. Alipita akawa amempiga picha, baadaye akaniambia kuna mzee nimepita pale, mzee Dennis anapitia changamoto, natamani ningeweza ningemsaidia. Nikamwambia sasa tutafanyaje? Akasema pengine ngoja nijaribu. Nimechukua picha kadhaa na video kadhaa
ngoja nijaribu, pengine tuweza tukapata msaada sehemu, hata kwenye magrupu huko kwenye social media tunaweza tukapata msaada, angalau apate msaada hata wa kujengewa nyumba, apate nyumba ya kuishi. Nikaambia ajaribu, pengine Mungu anaweza akaweka wepesi. Akawa ametuma hizo picha na video kwenye hilo grupu, alikuwemo na mama. Baada ya muda kidogo akaniambia kuna mama amejitoa, amesema anataka kufanyaje, kumsaidia. Nikamwambia ngoja tujaribu, Mungu anaweza akatenda, pengine hii ni sehemu ya kumvusha, angalau kumpatia hifadhi. Ndo akanipigia akaniambia kwamba nikuunganishe na mama, utampokea umlete aje kumtembelea mzee. Nikawa nimempokea mama, nikamleta akaja kumtembelea mzee, akaona mazingira na hali halisi alikuwa anaishi. In short yani kwamba ni kama mtu alikuwa analala nje, sio kwamba kama alikuwa analala nje, yani alikuwa analala nje. Maana nyumba ilikuwa imeanguka kabisa. Hata kama alikuwa anajihifadhi, lakini alikuwa nje kiuhalisia. Basi mama alivyomtembelea akaguswa, akasema nitamsaidia, nitamjengea nyumba apate sehemu ya kujistiri. Maandalizi yakaanza, nyumba imejengwa kama mnavyoiona. Kila kitu kipo pale. Kwa kweli tunamshukuru sana mama. Tunamshukuru sana sana, Mwenyezi Mungu ambariki na wasaidizi wake pia. Tunawashukuru sana. Ndio. Yeye imewapa furaha kiasi gani kuona kile kitu mlichokiibua leo kimeenda kuzaa matunda? Kwa kweli ninayo furaha basi tu, yani siwezi kuexpose kwamba kila mmoja aione, lakini katika nafsi yangu ninayo furaha kubwa sana. Ninafurahi kwa huyu mzee kupata sehemu ya kufanyaje, ya kuishi. Tuendelee kumsaidia. Maana kama mnavyomuona ameparalyze upande mmoja, kutembea kwake ni shida, kazi nyingine kufanya inakuwa ni shida, mpaka mtegemee huyu binti. Kwa hiyo na jamii inayotuzunguka na yenyewe angalau tujitoe, yani tuwe na ule moyo wa kujitoa, moyo wa utu, wa upendo. Sio kwamba kila kitu utakachokifanya mpaka ulipo. Mwenyezi Mungu tu mwenyewe ndiye analipa. Hizi ni ripoti za Ayo TV kutokea mkoani Kagera, na mimi ni Lameck Richard.